simaanishi nyumba, namaanisha watoto, familia, utamaduni wa kumtolea Mungu, ubishi, changamoto zilizoko kwenye eneo unaloliongoza. Usivuruge usiondoe. Alafu watengeneze watu. Sasa tunaongoza watu waliobomoka. Tunaongoza watu waliovurugikiwa kwa sababu ya changamoto za ndoa. Watu waliovurugikiwa kwa sababu ya changamoto za kiuchumi. Watu waliovurugikiwa kwa sababu ya migogoro ya kiukoo, migogoro ya kifamilia. Watu waliovurugikiwa mara nyingine kwa sababu ya huku kanisani. Tunaongoza watu ambao wamevurugikiwa na wengine wamechanganyikiwa, wanavuta bangi sio kwa sababu wanapenda, ni walevi lakini sio kwa sababu wanapenda ulevi, ila wamevurugwa. Kwa hiyo ni kazi yetu kuwajenga, kuwatengeneza waweze kwenda sawa na kanisa la Mungu linavyotakiwa liende. Bwana apewe sifa. Sasa hiyo ni kazi ya kiongozi. Ukiwajenga watu, umelijenga kanisa. Ukiwajenga watu, tumejenga Sunday school. Tukiwajenga watu, na sisi wenyewe tumejijenga. Maana tutapata watu wa kutuongoza tutakapo staff. Kama kuna jaribu kubwa ambalo tuko nalo ndani ya kanisa, ni pale unaposikia kiongozi amestaafu. Mchungaji unachanganyikiwa maana huoni mwingine wa kushika nafasi yake.